hamtoka mpate nafasi ya kukomboa nchi yenu kama safari hii. Ya bana, inakuwa vipi Mwanaswahili TV? Hujambo na karibu kwenye makala hizi, na kabla tunaendelea mbele, hakisha kuwa umesubscribe, umelike na vile kushare. Sasa jana usiku katika zile pita zangu niligongana na zile posti ambazo ziliwekwa na mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Sasa Mange Kimambi alikuwa ameposti baadhi ya vitambulisho vya wanajeshi wale ambao wanampa dhibitisho ya kuwa tarehe 29 Oktoba wako pamoja na wananchi. Hili ni swala nyeti ambalo linahitaji umakinifu na vile usikivu wa hali ya juu. Sasa baada ya Mange kuposti vile vitambulisho, aliandika caption nyingine hapo, akasema kuwa wanajeshi wameshaanza kumtumia vitambulisho atumie kama udhibitisho ya kuwa wako pamoja na wananchi. Alafu baadaye vile vitambulisho vikafutwa, vikatolewa kwenye mtandao wa kijamii. Mimi nilikuwa nadhani kuwa mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania TCRA ndio iliamua ikatoa hiyo posti, lakini Mange ameridhia akasema kuwa yeye ndo amefuta. Sasa jana pia alikuwa na complain, alikuwa anasema kuwa mamlaka ya mawasiliano nchi ya Tanzania ilikuwa inaongea na wana mitandao wa Instagram na Facebook na wanashusha baadhi ya posti zake. Sasa hii ni issue ambayo nimeifuatilia kwa karibu zaidi, ndio angalau nipate kujua inakuaje hali halisi ama uhalisia wa habari hizi. Sasa siku ya leo Mange ameandika kwenye mtandao wa Instagram na kusema nimefuta posti za vitambulisho vya wajeshi sababu ya usalama wao. Inaonekana ya kuwa Mange alikuwa anahofia usalama wa baadhi ya wanajeshi ambao aliposti vitambulisho vyao, kwa maana kuna sehemu zingine ulikuwa unapata kama majina yamezibwa, nambari, vitu kama hivyo. Sasa baadaye akaamua akatoa tu hiyo posti kabisa. Ni kama mtu alimshauri ama yeye alijihisi ya kuwa anajaribu kutolinda faraga ya baadhi ya vyanzo vyake, yani ile hali ya wanajeshi kumtumia vitambulisho kumhakikishia kuwa wako pamoja na wananchi, lakini yeye anaamua anaposti kwenye mitandao ya kijamii ni kuhatarisha maisha ya wahusika wakuu. Sasa Mange ni kama aliamua akafuta ile posti, na hiyo posti ikaenda pamoja na vitambulisho ambavyo alikuwa ameviposti kwenye mitandao ya kijamii. Sasa baada ya kuandika nimefuta posti za vitambulisho vya wajeshi sababu ya usalama wao, ameweka caption nyingine hapa chini, na ni posti ambayo imetembea zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Naona kama wengi wameishobokea. Kuna caption ameandika hapa, kaandika akasema CCM wanajaribu kila kitu kuwatia uoga, ila wanajeshi wanajaribu kila kitu kuwapa moyo, mpaka wamefika hatua ya kutuma vitambulisho ili tu muamini hakuna la kuogopa, ila nimeshauriwa sana nifute zile posti sababu inaweza kuwasaidia wahuni. Hata Captain Tesha alirisk maisha yake vile, maana aliona mnatishiwa sana na mnaweza kutishika kweli. Akaendelea hivi, Tanzania mpya inazaliwa tarehe 29 Oktoba. Tanzania yenye kujali, kuheshimu na kutoa haki kwa wananchi wake itazaliwa Oktoba tarehe 29. Mange ameweka wazi, anasema kuwa alishauriwa akatoa ile posti, na ni posti ambayo pia ilikuwa na vitambulisho vya baadhi ya wanajeshi ambao walikuwa wanamtumia copies ama picha za vitambulisho ndio angalau apate kujua hali halisi ama uhakiki ama ukweli uliopo kuhusu maandamano. Sasa Mange alikuwa anasema kuwa hawa wanajeshi wanasema kuwa wako pamoja na wananchi wasitetereke. Sasa Mange anasema kuwa ameshauriwa akafuta ile posti ndio angalau wahusika wasiandamwe na asasi za kiusalama na vile wanajeshi wenzao. Sasa kuna wale ambao wameposti ama wametupa comment zao kwenye hii posti ya Mange Kimambi, na naomba uniruhusu nifanye sampling
Kuna huyu ambaye anajulikana kama Mjini Dar es Salaam, anasema kuna namna naona mapolisi wamekuwa wapole fulani, na hisi ni baada ya kugundua jeshi liko nyuma ya wananchi. Alafu Twa Mwaipaya, sasa huyu ni wa Chadema, anasema wanajeshi Mungu awalinde, wasisalitiwe na mapenzi wala wasisalitiwe na wafanyakazi wao mpaka tarehe 29. Alafu mwingine anajulikana kama Humphrey Mbise ameandika Mo 29, yani maandamano Oktoba tarehe 29. Alafu akaweka emoji ya mtu ambaye amenyosha mkono. Huyu anajulikana kama Leonard _Gen Z, anasema enyi watu wa taifa hili, asiyetoka tarehe 29 na alaaniwe na kizazi chake chote. Alafu Loi Wiz anasema the return of new Tanzania soon inshallah official. Tina Tizi anasema wanajeshi wenyewe wanatupenda wa Tanzania. Alafu akanyosha mkono juu. Juno _Fortune anasema well done madam. Alafu August _Masawe ameandika viva JWTZ, akaweka bendera ya nchi ya Tanzania. Alafu official Leo Charles anasema uzuri mwanajeshi ana huruma sana kwa mtu anayeonewa. Alafu Aviana _we anasema Mungu akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu, ameuliza swali. Alafu mwingine anajulikana kama Luana Beauty anasema sawa sana. Dada wa taifa, akaweka mkono wa mtu ambaye ameshukuru na emoji za fire. Kuna mwingine hapa ambaye anajulikana kama Ndui Media anasema maandamano si uhalifu, ni sauti ya wananchi wanaotaka mabadiliko, ni njia ya kudai haki, usawa na uwajibikaji bila kutumia silaha. Tukiamua kuandamana kwa amani, tunalinda demokrasia na kuonyesha uzalendo wa kweli. Haki ya ombi ruhusa inasimamiwa kwa ujasiri. Alafu mwingine anajulikana kama Lord Sky OG anasema tutakuepo mapema. Volker.Demetrius9 anasema yani nikisikia hivyo mori inapanda. Alafu mwingine anajulikana kama Brenda Godfrey anasema sawa dada. Mwingine huyu anajulikana kama Makorokocho _01 anasema sisi tunawaamini bila hata vidhibitisho zaidi. Asante wapambanaji wetu, hakika nyie na Mungu ndio tegemeo la Watanzania. Alafu Ruga la Bam 28 anasema ndio last man standing tuliobakiza, tunawategemea sana. Alafu huyu anajulikana kama Mjini Dar es Salaam anasema fuatilia speech, kuna namna wamepotea. Huyu anajulikana kama Kitamu _Kilambwe anasema jamani, nauliza tu mbona pesa mpya zimekuwa nyingi mtaani, ama ndo yale uliyosema dada Mange Kimambi? Sasa ni baadhi ya comments ambazo zinashushwa kwenye timeline ya mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi baada ya kuweka posti akiweka ufafanuzi kuhusiana na ile posti ambayo aliweka jana, alafu baadaye ikafutwa. Na ikumbukwe ya kuwa Mange Kimambi alikuwa na complain, anasema kuwa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA ilikuwa imewaandikia barua watu wa Instagram na Facebook kushusha baadhi ya posti zake na vile kufanya baadhi ya posti zake zisionekane nchini Tanzania. Sasa yeye amesema kuwa hiyo posti ambayo ilikuwa inaonyesha vitambulisho vya baadhi ya wanajeshi amefuta, kwa maana alikuwa anajihisi ya kuwa hakulinda faraga yao. Sasa ameandika hapa akasema nimefuta posti za vitambulisho vya wajeshi sababu ya usalama wao. Sasa amesema kuwa CCM wanajaribu kila kitu kuwatia uoga, ila wanajeshi wanajaribu kila kitu kuwapa moyo mpaka wamefika hatua ya kutuma vitambulisho ili tu muamini hakuna ya kuogopa, ila nimeshauriwa sana nifute zile posti sababu zinaweza kuwasaidia wauni. Hata Captain Tesha alirisk maisha yake vile, maana aliona mnatishiwa sana na mnaweza kutishika kweli. Kwa hiyo hii ni posti ambayo imewekwa na Mange Kimambi, anatoa tu fafanuzi kuhusiana na hiyo posti ambayo alifuta. Na ikumbukwe jinsi nilivyotaja hapo mwanzoni, alikuwa ametoa complaint akisema kuwa mamlaka TCRA, mamlaka ya mawasiliano Tanzania, ilikuwa imewaandikia barua wana Facebook
Ndio kwa maana unapata kama kuna posti zake zingine, kama una VPN hauwezi ona chochote ambacho anachokiposti Mange Kimambi, na kuna zile posti ambazo pia kama uko ndani ya nchi ya Tanzania hauwezi ona. Sasa anasema kuwa hii ni hujuma, na akawarai wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi wafike kwenye mtandao wa Trump, na huu ni mtandao ambao unamilikiwa na Trump ambao unajulikana kama Truth Social. Dondoshe comment zao pale chini, wamwandikie rais wa Marekani Donald Trump, wamwambie kuwa mtandao wa Instagram unafanya kile ambacho tunachokiita kuwanyima haki baadhi ya Watanzania ambao wanapenda haki na vile utu ndani ya taifa lao. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vile kushare. Asante sana. Wakuu wa vikosi na wenye taaluma, unaona, hakuwaongezea hawa vyo vya chini, hawa private sio nini, hakuwapa. Mwaka huu mwanzoni yeye na Mkunda wakaongezea hawa wa chini sasa, kwa sababu ndio wanawahitaji hawa kufanya ujinga kwenye ile kutishia wananchi. Kwa nini? Ndio wanawahitaji hawa, unaona. Kwa hiyo akaongezea, lakini vielambuzi akaongezea hawa, unaona. Unaambiwa huko jeshini hawamtaki huyo mama, lakini Mkunda ndio katekwa na huyo mama kwa ajili ya mali na utajiri. Mnaambia mama anamwagia huyo Mkunda hela, hamjapata kuona.